الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بشهر الطاعات وفضل أوقاته على سائر الأوقات، ووعد من صامه بتكفير السيئات ورفع درجات. والصلاة والسلام على نبينا محمد خير البريات وعلى آله وصحبه أولي الفضل والمكرمات والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم إنك أنت العليم الحكيم. Naam, tukiwa tunaendelea na mwendelezo wa maudhui hii muhimu katika kipindi hichi muhimu, na hasa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, insha Allah subhanahu wa ta'ala, tukiingia leo insha Allah kwenye kitabu chetu hichi cha Muyassar fi ahkami as-sawm wa adabihi. Leo tunaingia katika thalitha, mlango wa tatu. Tunaingia mlango wa tatu ambao ni shurutu as-sawm, sharti za kufunga. Sharti za kufunga. Yushtaratu liwujubi as-sawmi, imekuwa sharti ili kuwajibika kufunga. Al-awwal al-islam, kwanza ni Uislamu. Fala yajibu as-sawmu ala al-kafiri, haiwajibiki kufunga kwa kafiri, hailazimiki funga kwa kafiri. Wala yasihu minhu, wala haisihi kwa huyo kafiri. Wa idha aslama, na pindi atakaposlimu huyo kafiri, fala yajibu alayhi qadha ma fatahu, haimwajibiki kulipa zile ambazo zimepita. Kaja kuslimu katika Ramadhani, basi hatoambiwa alipe siku 15 zilizopita. Kwa hivyo hapa ni nukta muhimu sana hii ya Uislamu. Watu wasilazimishe wale ambao si Waislamu. Pengine mtu yuko karibu na Kristo au pengine karibu na watu ambao si Waislamu, akataka kuwalazimisha kufunga, huko ni kuweka na njaa tu, kwa sababu sharti ya kwanza ni Uislamu, na Uislamu umekosekana. Kwa hivyo kama Uislamu haupo, basi hata funga nayo ni kukaa na njaa tu. Tayib, athani, sharti ya pili, albulughu, ni kufikia balagha. Albulughu ni kufikia balagha. Fasaghiru alladhi, basi mtoto ambaye lam yablugh, hajafikia balagha, la yajibu alayhi sawm, haiwajibiki kwa kifunga. Fasaghiru alladhi, mtoto ambaye lam yablugh, hajafikia balagha, la yajibu alayhi sawm, hailazimiki kwa kufunga. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallama, kwa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema, rufi'a alqalamu an thalathatin, imenyanyuliwa kalamu kwa watu watatu. Rufi'a alqalamu an thalathatin, imenyanyuliwa kalamu kwa watu watatu. Kwa maana haiandiki ile kalima makadirio kwamba hapa kafanya jema iandike, hapa kafanya wakati ule, ni kwamba kwa rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala haiandiki. Kwa nani hao? Ani naimin, kwa yule mwenye kulala. Ani naimi, kwa mwenye kulala, hata istayqidha, mpaka pale atakapoamka. Amelala alhamdulillah kwa muda wote pale, kalamu yake haifanyi kazi mpaka pale atakapoamka. Wa anis-sabi, na kwa mtoto, hata yablugha, mpaka afike balagha. Wa anis-sabi, na kwa mtoto, hata yablugha, mpaka afike mtoto. Wa anil majnuni, na kwa mwenda wazimu, hata yaqila, mpaka akili rudi. Wa anil majnuni, na kwa mwenda wazimu, mtu ambaye akili hazipo, hata yaqila, mpaka pale atakaporudi akili. Rawahu Abu Daud, hadithi hiyo amerawi amepokea Abu Daud wa Nasai, na Nasai sahihi, na sahihi. Lakini pamoja na kwamba mtoto hafungi, hakuna lazima kufunga, hakuna lazima wa kufunga, walakini yu'maru sabiyu, lakini mtoto ataamrishwa bisawmi, kufunga. Maana kumarishwa hapa ni kufahamishwa, kuelimishwa kufunga, liyatadahu, ili apate kuzoea. Walakini yu'maru sabiyu bisawm, lakini mtoto ataamrishwa, maamrishwa kumshajisha na kumshawishi kufunga, liyatadahu, ili apate kuja kuzoea huko kubani, asije akaona kama ni jambo zito. Tayib, kama ambavyo mtoto hajalazimika kufunga lakini kuswali, lakini akifikia umri wa miaka 7, Mtume anatuambia tuamrishe kuswali, kwa maana tuelimishe. Na pale unapofika wakati wa umri wa miaka 10, haswali apigwe. Mtu akasirike pale kulikoni anafukasirika pale ambapo atavunjiwa chombo chake cha thamani. Kama ni simu ikavunjwa 600, simu yake 600 ikavunjwa, basi hasira ambazo atazipata kwa kuvunjwa simu yake ziwe ni maradufu ya pale ambapo mtoto wake ambaye amefika umri wa miaka 10 hataki kuswali. Athalithu, basi sharti ya tatu, al-aqlu, ni akili.
Al-aqlu ni akili. Fala yajibu sawmu ala al-majnuni, hailazimiki haiwajibiki funga kwa mwendawazimu. Fala yajibu sawmu ala al-majnuni, haiwajibiki funga kwa mwendawazimu. Wala yasihu minhu, wala haisihi kwa mwendawazimu, hata akifunga haisihi. Wa idha afaqa, na anapozinduka, kwa akili itakaporudi. Wa idha afaqa, na atakapozinduka, kwa maana akili karudi. La yalzamuhu qada'u, haimlazimiki yeye kulipa. Ma fatahu, zile zilizompita yeye. Min zamani al-majnuni, katika kile kipindi cha mwendawazimu. Haimlazimiki kuja kulipa kipindi yeye ni mwendawazimu. Pengine kama yule ambaye ni msali hajaslimu, kaja akili zimekuja kurudi katikati ya Ramadhani, kwa hivyo haambii siku 15 zilizopita azilipe. Hii ni rehema yake Allah subhanahu wa ta'ala. Arabiu, sharti ya nne, alqudratu ala sawmi, ni kuweza kufunga, uwezo wa kufunga. Alqudratu ala sawmi ni uwezo wa kufunga, yule mfungaji iwe anaweza kufunga. Fala yajibu, haiwajibiki, ala ghairi alqadiri, yule ambaye hana uwezo wa kufunga. Fala yajibu, haiwajibiki, manake hailazimiki, ala ghairi alqadiri, yule ambaye hana uwezo, si mwenye uwezo wa kufunga. Ka sheikh al-kabir, kama vile mtu mzima mzee, wal mar'atu al-ajuz, na mwanamke kizee. Hawa bila shaka wanatolewa chakula kwa kila siku pale baada ya magharibi, pale wanatolewa chakula, au kabla magharibi pale. Ala kulli hali, kwamba kila siku hawa watatolewa chakula kwa sababu ni wazee. Al-khamisu, sharti ya tano, taharatu min alhaidhi wan nifasi, ni kutaharika kutokana na ada ya mwezi na nifasi. Taharatu min alhaidhi wan nifasi, kutaharika kutokana na hedhi na nifasi. Falhaidhun, basi yule ambaye yuko katika hedhi, wan nufasau, na yule ambaye yuko katika nifasi, yuko katika ujusi, kita Kiswahili kingine. La yajibu alayhi masiyam, haiwajibiki juu yao ili hao kufunga. Wala yasihu minhuma, na wala haisihi kwa wao hata akifunga wakati huo. Wa alayhim alqadha, ni juu yao tu kuja kulipa. Tayib, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma alimna ma lam na'lam wa fahimna ma lam nafham, innaka antal alimul hakim. Fasubhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.